Cha kwanza, chama chetu hakitafanya siasa za maigizo. Tunafanya siasa serious za ukombozi wa nchi, na kwa muda mrefu vyama vya upinzani kuna watu wamekuwa wakijijenga kutafuta nafasi labda za ubunge, udiwani, na imeanza kuwa tendency hata CCM kufikiri, au na watu hata walioko kwenye upinzani kufikiri kwamba tunafanya siasa tuwe wabunge, tuwe madiwani, tuongoze halmashauri kadhaa. Mimi kuwa mbunge pale Tarime, au Boni kuwa mbunge Ubungo, au Brenda kuwa mbunge, au Msigwa nani, hatuwezi kubadilisha nchi. Nchi hii inahitaji total overhaul. Kwa mambo ambayo tunayaona, namna pekee ya kusaidia nchi hii ni kushinda uongozi wa nchi hii, tuibadilishe nchi hii, kwa sababu tumejionea wenyewe. Hata maafisa wa serikali, ile civility tu, ustaarabu wa kawaida haupo. Mtu anasema uongo bila kujali nani, anageuza mambo, anasema uongo. Kwa hiyo nchi hii inahitaji total overhaul. Kwa hiyo nataka nisisitize kwa viongozi na wanachama wa Chadema, chama chetu kama chama kikuu cha siasa cha nchi hii, siasa tunazofanya ni za kwenda kubadilisha nchi hii, na zina consequence, zina madhara kwetu sisi, zina madhara kwa wanachama wetu. Ndio maana kwa maelfu watu wanakamatwa, ndio maana kwa mamia watu wako ndani, watu wanakamatwa. Umeona mwenyekiti wetu wa wilaya Geita, tena mwanamke, amekamatwa, amepigwa vibaya sana, amekaa na polisi kwa siku 20 kinyume cha utaratibu wa sheria. Sheria inataka mtu anapokamatwa ndani ya masaa 24 au amefikishwa mahakamani. Kama masaa 24 yatapita bila kufikishwa mahakamani, ina maana huyo mkuu wa kituo aombe kibali maalum kutoka mahakamani cha kumruhusu kukaa na huyo mtu kwa zaidi ya masaa 24. Lakini Neema Chozaire amekaa ndani kwa zaidi ya siku 20. Mimi nilikaa ndani siku 20. Wakina Boni hao walikamatwa nafikiri siku 4 au 5. Hivi tunavyozungumza, vijana wa Chaso ambao mimi nilikutana nao kwenye ziara nikiwa Mbeya, wamekamatwa tangu tarehe 3. Wamepigwa, wamevunjwa miguu, wengine ndugu zao hawaruhusiwi kuwaona, wakawa wanaambiwa kwamba, tena wakiwa wanarekodiwa, waseme kwamba mimi niliwapa milioni 60 waandae matendo ya kigaidi siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Kwa hiyo wani-implicate mimi kwenye kesi ambayo haipo, lakini wamepigwa vibaya. Kwa hiyo nataka niseme hilo kama la kwanza, kwamba siasa zetu sio siasa za maigizo, ni siasa za ukombozi wa nchi hii, na Watanzania watuunge mkono. La pili ni kuhusu maridhiano feki. Bahati nzuri mimi nilikuwa kwenye timu ya kilichoitwa maridhiano, watu 5 tu. Nataka nirudie ambayo tumeyasema, na nashukuru mwenyekiti wetu amezungumza, mmesikia. Hakuna jambo la siri tutakalolifanya sisi. Mambo yanayohusu mazungumzo ya aina yoyote kuhusiana na kutatua mzozo mkubwa uliopo na mkwamo kwenye nchi hii ni mambo yanayohusu wananchi, sio mambo yanayohusu watu wachache. Na chama chetu kitayajadili kwa uwazi, kwa wananchi kujua kila hatua inayoendelea. Cha kwanza tumesema, na ndio msimamo wa kamati kuu, hakuna mazungumzo yoyote yatakayoongozwa na mtu yoyote isipokuwa mwenyekiti mwenyewe awe nje. Kwa kama kuna njia ya kuanza kuzungumza, lazima kwanza mwenyekiti wa chama chetu mwenyewe awe nje na vikao videcide. Cha pili, hakuna mazungumzo tutakayozungumza bila mediator. Sasa juzi tumemsikia Wasira anasema hatutamwachia Lissu. Maana yake Wasira anaelekeza mahakama ya nchi hii nini cha kufanya. Kwa hiyo kauli tunailani, na tunasema sisi hatutaenda kwenye mazungumzo ya aina yoyote tukiwa tumeshikiwa bunduki na tukiwa blackmailed.
kwamba blackmail, si kufanya mambo ya kihunihuni, kutishatisha watu kwamba twende kwenye mazungumzo, tumepiga magoti. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mwenyekiti kuwa nje. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila watu kuwajibika. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mediator, interlocutor ambaye atakuwa between ndio mazungumzo ya maana ambayo yametokea. Na kwa mara ya kwanza nimemsikia hata Dr. Bana ambaye ni very haijawahi kutokea, ni kitu cha kunani, amezungumza vizuri sana, na katika hilo mimi nampongeza. Kwa mara ya kwanza Benson Bana amesema vitu vya maana na watu wanapaswa kusikiliza. Cha mwisho ni kuwashukuru sana Watanzania sana kabisa kwa michango ambayo wameendelea kutoa kwa chama chetu ili tuweze kufanya baraza kuu la chama. Leo asubuhi tulikuwa tumefikia milioni 170. It's a milestone. Haijawahi kutokea kwenye historia ya michango ambayo yote tumekuwa tukichangisha. Haijawahi kutokea. Na kutokana na hili tuna taarifa, na hili ndio la muhimu sana, kwamba watawala wametishika sana kwa kuona Chadema inapata resources za kuendesha vikao na resources za kuendesha chama. Tumekuwa tukisikia hivi karibuni mouthpiece, wale vibaraka wanaozungumza kama alivyokuwa msiba wakati wa Magufuli. Kuna vibaraka pia wa Samia kipindi hiki wanaozungumza kama alivyokuwa anazungumza msiba wakati ule. Wakizungumza unajua kinachopikwa huko ndani. Wametoka wakazungumza, wakasema si jambo la money laundering, si utakatishaji wa fedha. Michango yetu iko very clear. Hata mtoto mdogo uhitaji siku mbili kuichunguza. Namba inayopokea michango ni mbili tu. Ni namba ya simu 0744 44 69 69 Chadema HQ, na akaunti ya namba ya NMB. Ndio namba mbili tu zinazopokea. Kwa hiyo unaweza ukaenda pale ukaona kuna mtu amechanga shilingi 100, 2000, 500 ngapi, mpaka zimefikia kiwango hicho, shilingi milioni 170. Sasa tunaomba Watanzania waendelee kutuchangia, na katika hili jana mwenyekiti wetu alitoa wito, ndio maana nimekuja kuinsisti hili jambo kwa Watanzania, kwamba Watanzania waendelee kuchangia Chadema. Kwa hiyo naleta challenge kwenu Watanzania, kwa heshima ya mwenyekiti, mtu ambaye amekaa ndani siku zote hizi kwa kupigania mageuzi ya nchi na anapitia maumivu makubwa, tujipe challenge ya kutafuta zaidi ya shilingi milioni 160 zilizobaki kwa siku 10. Kwa hiyo kila mtu usiseme nimeisha changa. Tatizo la michango hii, watu wamekuwa wakifikiri ni shilingi 1000 ni ndogo sana, haitafanya change yoyote. Ni shilingi 500, labda Heche amechanga, mimi nisipochanga Heche ametoa, labda Pamela ametoa, labda Boni ametoa, labda hapana. Kila mtu, ikiwa mwenyewe waandishi wa habari, kila mtu atume shilingi 1000, 2000. Kwa hiyo huu ni wito wetu na ni challenge kwa watu sasa kumuunga mkono kauli ya mwenyekiti, ili kule aliko asikie kwamba Watanzania wamemuunga mkono kwa michango kwa haraka sana. Siku 10 tuwe tumetimiza milioni 160. La mwisho katika hilo ambalo niligusia mwanzo, tumepata taarifa kwamba kuna mambo mawili yanataka kufanyika. Tumesikia watu ambao hao vikaragosi ambao wanatumika na CCM, vibaraka wa CCM, wanatoka wanasema hao na sisi tuchangiwe. Ukweli kila mtu anajua hawana mtu hata wa kuwachangia, kwa sababu ili uchangiwe lazima uwe na watu. Kwenye hilo kuna mambo mawili, na taarifa ya uhakika tulionayo ni kwamba CCM kwa paniki hii wanataka kufungia michango hii isiendelee, wapige marufuku Chadema isiendelee kuchangiwa. Lakini kwa sababu wakipiga marufuku itaonekana wanailenga Chadema na hakuna sheria inayowaruhusu kufanya hivyo, wameita kibaraka wao, wamewambia na wewe sema unataka kuchangiwa.
ili baadaye wakifungia michango hii ionekane ni vyama vya siasa vyote vifungiwa, hata kuna kingine nacho kimefungiwa. Sasa hizi ni triki za watoto wadogo, hatutakubali haya mambo ya kuwa kila siku yani wanasogeza mbinyo. Ndio hiyo inasemaga, hata paka ukimfungia kwenye chumba, ukimbana sana akakosa pa kutokea, analeta balaa. Kwa haya mazingombo, wamechukua ruzuku, wamechukua sinini, wamechukua nini. Sasa wanachama wanatunga mkono hii mipango ya hovyo ya pembeni inayopangwa kama triki za kutaka kuzuia michango hii. Haitakubalika na italeta mwangu mbaya. Kwa hiyo wanachama wetu, wananchi waendelee kukichangia chama, na leo mwenyekiti mwenyewe mmemsikia, wale waliokuwa pale jioni wakati tunaagana naye ameniambia tupeleke moto. Sasa kama bosi mwenyewe amesema tupeleke moto, nyewe mnasemaje? Sisi ni kupeleka moto tu, ndio kauli yake. Amesema you have 100% support from me. Kwa hiyo peleka moto. Kwa hiyo tunaenda Mwanza kesho kutwa, tutakuwa na kongamano kubwa zaidi ya watu 1000 ambao tutaendelea sasa kupeleka moto wa Free Tundu Lissu na katiba mpya. Kwa hiyo kwa jioni hii mambo yangu ni hayo, na sitegemei maswali. Asanteni kwa kunisikiliza.